Tulimwandikia barua, tukamfuata ofisini kwake. Tulipofika akatuambia, kumbe shida yenu ni uwanja. Kwa nini mmejisumbua nyinyi viongozi wa dini? Ilikuwa inatosha mkanipigia simu kwamba Mheshimiwa Nape, tunahitaji uwanja ule, nami ningekupeni. Naomba nitamke hapa mbele yenu, uwanja mmeupata. Kesho namuagiza katibu wangu awajibu kwa maandishi. Mheshimiwa Katibu wa Wizara ya Habari, mwambie Nape alitenda mema akaondoka zake, lakini sisi mpaka leo hatujasahau hilo. Lakini pia nitumie fursa hii kumshukuru Waziri wa Michezo pamoja na kaka yetu Katibu Mkuu Saidi Yakub, walipotuambia ya kuwa uwanja wa Mkapa unaanza kukarabatiwa kwa sababu kidogo umechoka na kuna mechi za CAF zinakaribia kuanza. Alhamdulillah, tukaketi tukazungumza tukaelewana, na kwa hikma zake na busara zake akatuambia, shekhe, hii ni mwaka huu, mwakani insha Allah nawarejesha katika uwanja wa Mkapa. Allah amlipe kila la kheri Katibu Mkuu pamoja na Waziri wa Michezo, tusemeni amin. Na bila shaka naye ni mpenzi wa Qur'an, tunaye leo, na ameona ummati wamejaza mpaka ndani ya pitch. Kwa hivyo insha Allah mwakani, kwa ahadi ya Mheshimiwa Katibu Mkuu, tutarudi ndani ya uwanja wa Mkapa, na ikiwezekana tujaze na wa Uhuru. Tuseme insha Allah. Watu wa Allah tunaweza hatuwezi? Watu wa Qur'ani tunaweza hatuwezi? Watu wa Qur'ani letu dogo? Jawabu hapana. Alhamdulillah.